Mchezo wa leo kweli ulikuwa ni mchezo wa kihisia. Yaani tukiachana ni kwamba ni game imechezwa uwanjani, lakini pia ilikuwa ni game ambayo ni ya kihisia, ni game iliyobeba hisia. Tuachane na kwamba tu ni game ya Simba kwamba tunakuja kufuzu, na kama ulivyoona mwitikio wa mashabiki. Haijawahi kutegemewa yani. Kwamba mashabiki kuanzia mwanzo mwisho wanakuwa na furaha mpaka game inaisha, watu tunaondoka uwanjani kwa kuchelewa kama hivi. Kiufupi game ilikuwa ni fantastic sana. Tunasema kati ya game za Simba ambazo game tuseme zimeua au zimechinja, hii hapa hii. Game ilikuwa vizuri sana. Kwa muda mrefu Simba hamjavuka hatua ya robo finali, lakini leo mnakata utepe, mnaingia katika hatua ya nusu finali. Nini unahisi ilikuwa ni mipango madhubuti iliyofanyika mpaka mkafika hatua hii? Kwanza kabisa umeshasema ni muda mrefu. Kwa hiyo muda mrefu tu ilikuwa tayari kwamba wana Simba tuna kiu ya muda mrefu. Umeona? Mipango kama inavyofahamika. Simba mipango ya kufika sio yani kufuzu robo finali, sio mipango ya leo wala jana. Tunaanza kufanya usajili, tunabezwa. Lakini leo tunaona matokeo kama unavyoona hivi. Umeona? Kwa hiyo ni mipango ya muda mrefu, na si tu mipango ya muda mrefu, ni mipango ya muda mrefu ambayo tunaenda nao kwa kunyata. Umeona? Kwamba tumeanza kunyata kwa hii nusu finali. Hii nusu finali hakika tunaichukua. Hiyo iko wazi. Ndio faida ya mipango ya muda mrefu tutakuja kuiona kwenye nusu finali. Chaguo la kocha leo alianza na Steven Dese Mkwala badala ya Lionel Christian Ateba. Unahisi ameleta impact gani siku ya leo? Kwanza kwa asilimia kubwa ya mashabiki wa Simba naweza kusema wamefurahishwa na hii starting line ya leo. Tukianza na Dese Mkwala. Alianza leo. Kiukweli yani ilikuwa ni kiu ya mashabiki wengi kumuona akianza. Umeona? Ameanza, tumeona. Ni mtu wa kufosi. Tunaweza tukamkumbusha mchezaji mmoja tulioshekwa naye nyuma hapo, Medi Kagere. Amepita na sifa zile zile. Amefosi, amefanya kitu na tumeona. Kwa hiyo tumeona umuhimu wa ile kuanza kwa Mkwala. Baada ya kulitambua hilo, na kikosi kipana kwa sasa, lakini mnakwenda kukutana na moja ya timu ngumu, timu yenyewe ambayo ni Zamalek. Unahisi huo mlima mnaweza kuupanda na mkaushuka? Ni jina. Ukishasema Zamalek ni jina, lakini kama mwenyewe umesema kwamba Simba tulikuwa na muda mrefu hatujawahi kufika robo. Au uone kama unakuwa unaikosea Simba ukisema kwamba unatutajia Zamalek kwamba tumekuja na mipango hiyo tutaenda kwa Zamalek. Zamalek sio timu ya kumtajia Simba useme kwamba tumecheza na timu kubwa. Ali amefika hapa, ameiona shughuli. Kwa hiyo ukituambia Zamalek siko tunaenda kufanya homa. Tunaenda kufanya homa. Swali la mwisho kwako. Hapa una Elie Mpanzu na pia una Pimpini Kamara. Nani anakuwa man of the match kwa upande wako? Elie Mpanzu atakuwa kama ni man of the match kwa sababu ya dakika 90 za ndani ya uwanja. Lakini ukija kwa Kamara tutafurahishwa na dakika zetu zile za penalti. Sisi leo Simba tunasemaje? Tumeondoka na dakika zetu 10. Umeona? Kwa hiyo kwa sehemu ya mwisho wa mchezo tutamuita Pimpini Kamara ni man of the match. Haipingiki. Lakini kwa dakika zetu zile 90 zile, dakika 90 ambazo kidogo unajua ndugu zetu wa dakika Waarabu. Sisi tumecheza kama dakika 60. Tunatakiwa kupewa sifa kwanza. Tumecheza dakika 60 zile, lakini tumefanya kitu ambacho ni kigumu. Kwa hiyo Elie Mpanzu heshima yake inabaki pale pale, atabaki kuwa man of the match wa dakika 90. Na man of the match mwingine wa upande wa pili wetu sisi wa extra time, Pimpini Kamara atabaki kuwa Spider.